Mheshimiwa madiwani, Mheshimiwa mkurugenzi, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa halmashauri, Mheshimiwa mkurugenzi, na declare interest kwamba itifaki zote zilizoko humu zimezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti, jana tulikuwa wote pale kwenye ofisi ya CCM, tuliongea mengi, lakini pia waheshimiwa madiwani walipata nafasi ya kupitia mpango na bajeti ya 26-27. Kimsingi ni kupongeze wewe mkurugenzi na wataalamu wote na wadau waliokaa na kutengeneza mpango na bajeti, na sasa tunaambiwa mpango huu umetoka mkoani, umebarikiwa. Lakini kazi kubwa sasa iliyobaki ni kukuombea wewe mkurugenzi na wataalamu wake kujiweka tayari, maana kule sasa mnapoenda finali mtapata maswali mengine ni strong kuliko ya mkoani. Kwa hiyo tuwaombee kama mtakaposafiri na mpango huu uweze kurudi salama salimini. Ni matarajio ya wananchi wa wilaya Ngara kwamba sasa mpango huu 2026-2027 utawafikisha mahali pazuri kama ulivyokuwa mpango wa 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, chama tawala, tunapokuja hapa kwa mwaliko wako, sisi ni mashahidi. Kama mtu yeyote anayekuwa shahidi kwenye kesi mahakamani, ni mashahidi kuona kwamba haya yanayoandaliwa kwenye bajeti, kitu cha kwanza kabisa ni kuzingatia maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya CCM. Na mwanzoni kabisa kwenye bajeti yako Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona vipengele 15 ambavyo mlivizingatia ili kukidhi matakwa ya bajeti, na mkaanza na ilani ya uchaguzi. Hongera sana Mwenyekiti. Nimesikia makisio ya bajeti ya mapato ya ndani ya halmashauri kwamba sasa mmejipanga kufikia mwakani 2027 mtakuwa mmefikia lengo la bilioni 7. Bila shaka hizi bilioni 5 za mwaka uliopita zimewaelekeza kwamba mnaweza mkafika bilioni 7. Kwa hiyo nikupongeze kwamba yawezekana kweli bilioni 5 hizo mlizifikia, na ndizo zimewaelekeza mpige hatua mbili, kwa maana ya kuongeza bilioni 2 zikawa bilioni 7. Hongera sana. Kuna mjumbe aliongea habari ya kupanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nazaliwa tarafa ya Musagama. Unapofanya ziara yako, kamati ya fedha, mwende pale kwenye soko vibanda vya Musagama, mkajiridhishe pale mambo sio mazuri. Ninapokueleza hivi, sisi hatukuwa pale kwa sababu ni mwenyekiti yuko na katibu wake na kamati ya siasa. Tuko kazini. Kuna feria nyingi kwenye vibanda vile.
lakini mimi nimefanya kazi Mrusagamba miaka 5. Mnada ule wa ng'ombe ulikuwa unafanya kazi vizuri sana sana. Sasa sijui kuliingia nini hiyo mifugo isionekane kwenye mnada ule. Nakushukuru sana Bwana Mheshimiwa Safari Burunkuma, upo unatekeleza ilani ya uchaguzi wa CCM. Hongera sana. Kwa hiyo kwenye ziara yako ya ukaguzi wa miradi naomba utembelee na kule. Tulipokuwa kwenye kikao cha halmashauri kuu ya wilaya kwenye ukumbi wa Mheshimiwa Askofu, habari ya NIDA ya vitambulisho vilivyorudi ofisini hapa, tulitoa mapendekezo vitambulisho vile virudi kwenye makata, na mwisho wa mwezi Machi Chama cha Mapinduzi kilitoa taarifa kwamba hivyo vitambulisho vimeshafika kwao wanaohusika. Kama kuna vitambulisho ambacho kikijapata mwenye, basi huyo au alihama au Mwenyezi Mungu amemvuna. Na hii is very serious. Haiwezekani watu wako hai na walipita kwa vigezo halafu bado hawajapata vitambulisho vyao. Vinginevyo kuna urasimu kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, kawaida yangu hasa na maneno mengi. Tunakumbushana kuanzia baada ya kikao cha Aprili cha baraza lako, Mheshimiwa madiwani, tuanze kupeleka mrejesho kwa wananchi, na hiyo tumeelezana jana. Kwa hiyo mtekeleze. Nakushukuru sana meneja wa TARURA kwa kuwasilisha mpango na bajeti wako, lakini umepokea ushauri na mapendekezo ya Mheshimiwa madiwani na kupongeza sana. Lakini sikuweza kuona Mheshimiwa Mwenyekiti Ruwasa na TANESCO. Nafikiri next time tuwaone hapa ili mnaporudi kwa wananchi muweze kuwaeleza changamoto mnazozileta huku na majibu mnayopeleka kwa wananchi. Vinginevyo, kama jana niliwaambia, ninyi nawafananisha na wanafunzi wa Yesu Kristo. Mnajitoa mkae na njaa zenu, lakini mwisho wa miaka 5 kila mmoja ataondoka na kikapu cha mikate kama alivyowapa wanafunzi wake baada ya kuwagawia mikate mkutano. Sio vibaya nikisema CCM oye! CCM oye! Mama Samia oye! Baraza oye! Asante sana kwa kunisikiliza. Nakushukuru sana.